Leo tuangalie sehemu nyingine ya gravitation ambapo tutaangalia variation in the value of g. Kwa tutaangalia utofauti wa acceleration due to gravity. Tumesema kwamba acceleration due to gravity kwenye surface ya dunia approximate 9.8 meter per second square, ambapo tunasema acceleration ni change ya velocity over time. Kwa hiyo kwa kila sekunde kitu kikiwa kina free fall, kinashuka kikiwa kwenye surface ya dunia, thamani ya change ya kwa kila sekunde moja kinakuwa kina mabadiliko ya velocity ambayo ni 9.8 meter per second. Kwa hiyo hii ni change ya velocity over time, kwamba speed inakuwa inabadilika kwa sekunde kwa kiasi gani. Kwa hiyo kwa kila sekunde kitu ambacho kinakuwa kinashuka ni 9.8. Sasa hii thamani sio constant. Hii thamani inakuwa ina vary, inabadilika, kwamba kuna thamani tofauti za acceleration due to gravity kutokana na hizi scenario. Kwa kwanza variation kutokana na altitude, kwamba kadri unavyotoka duniani unavyoenda unaongeza height zaidi, g inakuwa ina vary. Ambapo tutaona namna gani inakuwa ina vary. Lakini kuna variation of g with depth, kwamba unapokuwa unaingia ndani, labda unachimba ndani ya dunia, g pia inakuwa ina vary, inabadilika. Na hiyo tutaona namna gani au sano gani inabadilika. Lakini kuna variation of g due to the shape of the earth. Kwa kutokana na dunia yenyewe shape yake ilivyokuwa imekaa, tunasema value of acceleration due to gravity sio constant. G sio constant, inakuwa inabadilika katika pole, katika equator g inabadilika. Ndio tutakuja kuiona. Kuna variation of g due to rotation of the earth. Kwa kutokana na dunia kujizungusha kwenye muhimili wake au kutokana na rotation ya dunia, tunasema kwamba g inakuwa ina vary. Kwa hiyo tuanze na kesi yetu ya kwanza. Kesi yetu ya kwanza ambayo ni variation of g with what? With altitude. Variation of g with altitude. Kwa hapa tutaangalia mahusiano ambapo g inakuwa inabadilika kwa nani? Kwa height. Kwa tunasema kwa mfano consider this is our earth, kwamba hii ndio dunia yetu. Ambapo dunia, kwa this is the earth. Dunia ambayo hapa ni katikati yake, then kutoka mpaka hapa inakuwa ina radius, ambayo ni radius ya dunia ambayo ni r. Lakini tuchukulie kwa mfano tunataka tafuta acceleration due to gravity katika bodi ambayo iko hapa. Kwa hiyo tuna bodi ambayo kana mass m mdogo, ambayo sisi tuchukulie mass ya dunia ni mass m mkubwa. Ile bodi iko pale ambayo iko katika height fulani. Maana tunasema altitude ni height, kwamba iko katika height fulani. Je, uhusiano wa acceleration due to gravity tunakuwa tunampataje? Au acceleration due to gravity katika hiyo sehemu inakuwa inapatikanaje? Sasa tunarudi tunasema kwamba kuna uhusiano ambao ni constant sana utautumia, ambao unasema acceleration due to gravity ni sawa na gravitational constant, mass ya dunia ambayo tuko kwenye dunia, kama ingekuwa sayari nyingine ni mass ya sayari over nani? Over radius ya dunia ukimsquare. Kwamba huo ndio uhusiano ambao tutautumia sana kwenye kutafuta hizi nini? Acceleration due to gravity katika sehemu mbalimbali. Hii ndio uhusiano ambao tutarecall sana. Kwa hiyo tumekuwa tumeprove katika sehemu iliyokuwa imepita, tulikuwa tumeweza kuonyesha huo uhusiano. Kwa hiyo issue ya kwanza tutasema kwamba katika hii sehemu hapa kuna acceleration yake ambayo kutokana na hiyo nini? Height. Kutokana na hiyo height ambayo itakuwa ni sawa sana nani? Itakuwa ni g ambayo ni constant, mass ya dunia ibadiliki, lakini distance yetu ambayo ni r itakuwa ni this time ni r jumlisha ka h. Kwamba kutakuwa kutoka mpaka hapa na hapa mpaka hapa. Kwa hapa katakuwa ni nani? Katakuwa ni r plus h ukifanyaje? Ukimsquare. Kwa hiyo uhusiano unakuwa uhusiano wangapi? Uhusiano wa kwanza, equation yetu ya kwanza. Lakini tuchukulie kwamba katika surface, kwa mfano bodi yetu iko hapa katika surface, acceleration due to gravity inakuwa given by what? Ndio ule sana ambao tumekuwa tumeustate kwamba unakuwa gravitational constant, mass ya dunia, lakini radius yetu itakuwa ni kutoka mpaka hapa tu. Kwa hiyo itakuwa ni r nani? R square. Kwa hiyo ni acceleration due to gravity katika nini? Katika surface ya dunia inakuwaje? Na equation yetu inakuwa equation ya ngapi? Ya pili. Basi tunachukua ratio ya equation mbili. Tunachukua equation ya pili tunagawanya kwa equation ya kwanza. Equation ya kwanza tunagawanya kwa equation ya pili. Kwa equation ya kwanza inasema acceleration due to gravity katika height fulani over nani? Nagawanya over g, itakuwa ni sawa sana nani? Itakuwa ni sawa sana gm, na chini itakuwa ni r plus h ukimsquare, tunagawanya kwa constant mass ya dunia, lakini over radius ya dunia ukimsquare, ambao mwisho wa siku tunazidisha, hii inaenda juu inaenda chini. Kwa hiyo nasema itakuwa ni sawa sana gm over r plus h ukimsquare, tunazidisha na r square over gm. Kwa hiyo na g wana cancel, mass na mass wana cancel. Kwa hiyo tunabaki na nani? Radius ukimsquare over r plus h ukifanya ukimsquare. Then tunasema kwamba tuna simplify. Kwa hiyo tuna simplify hapa, tunakuwa tuna factor out r nje. Sababu tunaweza kurahisisha huyu r square na huyu huku, au tunataka hii coefficient hapa ibaki moja, sababu tunataka tu expand zaidi. Kwa hiyo tunasema hapa itakuwa ni sana r square, huku tutatoa r nje. Then hapa itabaki ni moja plus, sababu hapa hamna
hamna r, kwa hiyo itakuwa ni h over r, lakini ukifanya ukimsquare chochote. Kwa hiyo nasema itakuwa ni sana nani? Itakuwa ni sana r square over hapa itakuwa ni r square, lakini itakuwa ni 1 plus h over r, then ukimsquare. Kwa hiyo r na r anafanya ni wana cancel. Kwa hiyo tunabaki na acceleration due to gravity katika h fulani over acceleration due to gravity kwenye surface inakuwa ni sawa sawa na 1 over itakuwa ni 1 plus h over r, lakini hicho kifanyaje? Ukimsquare. Kwa hiyo nasema kwamba hii hapa inaenda juu, kwa hivyo inakuwa ni sawa na 1 plus h over r, lakini inakuwa ni sana ngapi? Na negative 2. Sababu huyu ni fraction hapa iko juu chini kwa positive, kwa ikienda juu kwamba tukaandika hii term inakuwa with nini? With a negative sign. Sasa tukifika hapa tunasema kwamba tukishafika hapa tunachoenda kufanyika ni kwamba kwenye kumfungulia huyu tunatumia the concept of nini? Of binomial expansion. Kwa hiyo tukifungulia hii tunatumia binomial expansion ambayo inasema kwamba binomial expansion inakuwa ina state kwamba ukiwa na 1 plus a value exponent ya n, kwamba hapa labda moja jumlisha x ukimsquare, ina maana hapo lazima tunazidisha mara 2. Moja jumlisha x exponent 3 tunazidisha mara 3. Moja jumlisha x exponent ya 4 tunazidisha mara 4. Lakini hii n inakuwa ina hold sehemu yoyote, labda sehemu au na hii negative sign, kwa binomial hii inakuwa ina hold katika value yoyote. Tunasema tukimfungulia according to binomial inakuwa ni sana 1 plus then hizi two value tunakuwa tunazimultiply. Kwa hiyo n pamoja na x tunapata term yetu ya kwanza. Term yetu ya pili inarudi, n inarudi, lakini tunakuwa tunazidisha na n kutoa moja. Kwa hiyo n tunapunguza kwa moja. X badala ya 2 kunakuwa kuna x 2 over 2 factorial. Kwa hiyo factorial tunasema tu ni namba ambayo kama labda ni 4 factorial unachukua tu 4 mara 3 mara 2 mara 1. Kwa hiyo unakuwa unapunguza moja moja mpaka kufika moja. Ukiwa na 5 factorial ni 5 mara 4 mara 3 5 mara 4 mara 3 mara 2 mara 1. Kama 10 factorial ni 9 8, 9 mara 8 mara 7 mara 6 mara 5 mara 4 mara 3 mara 2 mara 1. Kwa hiyo hizi ni factorial. Then tunakuwa tunajumlisha, hii inakuwa ina nini? Inaendelea. Kwa sababu tunarudisha tena hii term ambayo itakuwa ni n kutoa moja, n kutoa 2, x wanakuwa 3 over 3 na 3 factorial. Sasa tunasema hivi kwamba katika concept ya physics, as long as physics inakuwa consider na tukitumia binomial, tunakuwa tunatumia tu term mbili hizi. Kwa sababu unakuja kuona kwamba hizi term zinazofuata kuna coefficients, lakini hapa kuna x square, ambapo kama x yetu tukiangalia x hapa ni h over r. Sasa h ni mdogo compare to r, kwamba hii thamani ndogo sana kulinganisha nayo. Kwa hiyo ukigawanya pale unapata 0 point something, ni namba ndogo. Kwa hiyo unapokuwa na square hii namba, ina maana inazidi kuwa ni ndogo zaidi. Then kuna hizi coefficients lakini x wa 3. Sasa hii term inakuwa nini? Hichi kitu kinakuwa kinaendelea. Kwa hiyo mwisho wa siku katika sehemu nyingi sana unakuwa unatumia binomial expansion, tunakuwa tunatumia tu hii coefficients ya moja then huyu times huyu, then hizi zingine zote tunazineglect kwa sababu tunasema coefficients zao zinakuwa ni ndogo sana. Namba zao zinakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo tunasema tukitumia binomial expansion hapa kumuelezea zaidi katika ile pale itakuwa ni sawa sawa na g ya h over g itakuwa ni sawa sawa na itakuwa ni 1, then huyu na huyu tunazidisha kwamba n yetu itakuwa negative 2, x yetu ni h over r. Kwa hiyo itakuwa ni minus 2h over r. Basi kwa tutatokea hapa. Kwa hiyo zile term nyingine zote za huku mbeleni tunazineglect. Na reason behind ni sababu ni ndogo, kwamba hii itakuwa ni kuna power ya square then cubic, lakini kwa sababu h over r ni ndogo, kwa hiyo square inakuwa ni ndogo zaidi. Basi tunasema kwamba tunazidisha kwa kila upande. Kwa hiyo tutakuja kuona kwamba hii sehemu kubwa sana tutakuwa tunatumia term mbili. Sehemu karibia zote tunakuta binomial tunatumia tu hizi. Yaani huyu moja na hii mara hichi tu basi. Then hapa itakuwa ni gh ni sana nani? Tutakuwa tunazidisha kwa g minus tukizidisha kwa g hapa itakuwa ni 2h over r tunazidisha kwa nani na g. Kwa hiyo hii ndo value ya acceleration due to gravity katika height nini? Height fulani. Tunapata kutoka kwenye nini? Kwenye uhusiano. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba hii acceleration due to gravity katika height itakuwa ni sawa sawa inakuwa inapungua. Kwa sababu huyu ni constant here at the surface, lakini tuna minus na hichi kitu. Na ukiangalia kuna g hapa ambayo ni constant, hadi ya dunia ni constant. Kwa hiyo kadri ya h inavyozidi kuongezeka, thamani hapa inazidi kuongezeka. Ina maana ukichukua hii value ambayo ni constant minus hicho kinaongezeka, thamani ya g ya acceleration to gravity inakuwa inapungua. Kwa hiyo tunasema kwamba kadri ya h inavyozidi kuincrease, kadri ya h inavyozidi kuongezeka, kadri unavyozidi kwenda away from the earth, acceleration due to gravity inazidi kupungua. Lakini apart from that tunaweza kuangalia inapungua kwa kiwango gani, kwa asilimia ngapi. Tunasema percentage decrease in what? In g. Kwamba inakuwa inapungua kwa kiasi gani. Kwa hiyo tunachukua hii equation tu. Huyu hapa inaenda huku, kwamba itakuwa ni 2h over r times g. Huyu akienda huku inakuwa ni g minus g ya h. Ambacho ndio tunaangalia kwamba kamepungua kwa kiwango gani.
Kwa hiyo tunaganya kwa g, tunaganya kwa g, chukua kama sehemu, kwa hiyo itakuwa ni 2h over r, itakuwa ni g minus g ya h over what? Over g. Kwa hiyo tukiangalia imepungua kwa asilimia ngapi? Tunazidisha kwa 100, tunazidisha kwa 100. Kwa hiyo tunasema g minus gh over g times 100, ambapo ndo katika kiwango imepungua kwa kiasi gani? Inakuwa ni 2h over r, then tunazidisha kwa 100 ngapi? Kwa 100. Kwa hiyo hii ndo tunasema percentage decrease kwa g, tunachukua 2 mara hiyo h over radius ya dunia ambayo ni constant, tunazidisha mara 100. Kwa hiyo ndo sehemu yetu ya kwanza. Hiyo ndo sehemu yetu ya kwanza ya acceleration to gravity kutokana na nani? Na altitude. Hiyo ndo sehemu yetu ya kwanza. Kwa hiyo tunaangalia sehemu ya pili, ambapo ni variation of g with depth, kwamba g with depth yenyewe inakuaje. Kwa hiyo tunaangalia sehemu ya pili, variation yetu ya g with depth. Kwa hiyo part yetu ya pili tutaangalia variation of g with what? With depth. Kwa hiyo sasa hapa tunakuwa tunaingia ndani ya nini? Ya dunia. Kwa hiyo nasema kwa mfano hii ndio dunia yetu, this is our earth. Ambayo of course tumesema kutoka mpaka hapa ina radius ambayo ni r. Then kwa mfano tuchukulie kwamba tuko kwenye depth fulani, ambayo let's say mtu kaingia ndani, let's say portion ambayo mtu anakuwa nayo ni hapa. Kwa hiyo body yetu let's say tumemwekea hapa, body iko hapa hivi. Kwa hiyo hii ndio portion ambayo tunakuwa tunaizungumza, ambao kutoka mpaka hapa ndo wako kadi chetu. Kwa hapa mpaka hapa tunasema hiyo ndo nani? Ndo depth ambayo ni d. Kwa hiyo kama hapa ndo katikati, here ni center, hapa ni katikati, tunasema kutoka hapa mpaka hapa, kutoka hapa mpaka hapa itakuwa ni sana na r minus d. R minus d. Kwa sababu kutoka hapa mpaka hapa zote ni radius. Hii yote ni radius ya nani? Ya dunia. Kwa hiyo kama hapa ni kadi, basi hapa ndani katakuwa ni r minus d na minus d. Body yetu iko hapa. Kwa hiyo tunasema kwamba na kitu ambacho tunakuwa tunakichukulia kwamba density ni constant. Density ya dunia ambayo labda body ikiwa hapa, ambao kwenye surface, na kwenye hii depth hapa, density ya dunia inakuwa ni hiyo hiyo tu moja. Lakini body ikiwa hapa ambayo surface tumeshasema acceleration ni sana nani? Ni sana kuchukua constant mass ya dunia, lakini tunaganya kwa nani? Kwa radius kim square, sababu iko pale at the surface. Then hapa tunamuelezea mass in terms of density. Kwa sababu mass portion hapa, body ikiwa hapa, mass yote ya body ambayo inakuwa ina interact nayo ni hii hapa. Lakini body ikiwa hapa hivi, mass ambayo ina interact ni hii portion hapa tu ambayo tunakuwa tunaizungumza. Kwa hiyo mass zinakuwa zina vary. Lakini density tunaichukulia constant. Kwa hiyo tunamuelezea huyu mass huyu. Hii itakuwa ni sawa na g, then universal gravitation constant, lakini mass ni sana na density times volume. Kwamba hii ni density times volume ya dunia over r na r square. Lakini volume tunasema kwamba tunachukulia dunia ni nini? Ni sphere in shape. Kwa kama ni sphere, kama ni spherical in shape, basi volume tunakuwa tunaijua kwamba g itakuwa ni sana nani? Na g then density, lakini volume itakuwa ni 4 over 3 times pi r what? R cubic. Then tunaganya kwa r na r square. Kwa hiyo nasema kwamba simplify hapa r na r, kwa hiyo g yetu itakuwa ni sawa sawa na g density, then tutakuwa tuna 4 over 3 pi, then tutakuwa tunazidisha na nani? Na r. Kwa hiyo equation yetu itakuwa equation ya kwanza. Equation yetu itakuwa ni equation ya kwanza. Then tunakuja kwenye g due to nani? Due to depth. Kwamba g kutokana na depth inakuwa na yenyewe uhusiano ni ule ule ambao tunaupata kwa kuchukua nani? Kwa kuchukua constant yetu, universal gravitation constant, lakini portion ya mass m dash, ambapo mass dash ni ile pale. Kwa hiyo kama mass yake tunachukulia kwamba ni kama mass dash, na hii mass yote ni m. Lakini tunaganya kwa nani? Kwa distance. Sasa distance kutoka katikati mpaka hapa ni this one, ambayo hii ni r minus d, then ukifanyaje? Ukimsquare. Basi itakuwa ni sana nani? Itakuwa ni sawa na g then r minus what? Minus d ukimsquare. Lakini tumesema ni nani? Density times volume, ambacho kitakuwa ni sawa na g over r minus d ukimsquare density tutazidisha na volume ambayo itakuwa ni 4 over 3 times pi times r cubic. Lakini radius yetu au radius yetu itakuwa ni r kutoa d, then ukifanyaje? Then ukimsquare 4 over 3 pi r cubic. Kwa hapa itakuwa kuna 3. Kwa hiyo tunasema hii mbili itaisha hapa na hii itaisha hapa. Kwa hiyo tutakachobaki tutabaki na kwa ni 4 over 3 namba. Kutakuwa kuna g, kutakuwa kuna density,
kutokuwa kuna pi, lakini kutokuwa kuna r minus nani? Minus d. Kwa hiyo hii ndio g kutokana na nani? Na depth, uhusiano wake. Kwa hiyo equation inakuwa equation ngapi? Ya pili. Then tuna divide the two equation. Tunachukua equation ya pili tunagawanya kwa equation ya kwanza. Kwamba g kutokana na depth over nani over g itakuwa ni sana nani? Itakuwa ni 4/3. Itakuwa kuna g yetu, kutakuwa kuna density pi, then r tunatoa d, then tunagawanya kwa nani? Na hapa kutakuwa kuna g density, then 4/3 pi r. Kwa tunasema g na g wana cancel, density na density wana cancel, pi na pi wana cancel, 4/3 wana cancel. Kwa tunabaki na gd over g itakuwa ni sana nani? Tunabaki tu na r minus d over what? Over r. Kwa hiyo kitu ambacho tunakuwa nini tunabaki nacho, ambao tunasema kwamba huyu ganya kwa huyu itakuwa ni moja, huyu ganya kwa huyu itakuwa ni d over r. Kwa hiyo tukizidisha kwa g kila upande, tutasema acceleration due to gravity katika depth itakuwa ni sawa sawa na g yetu minus hapa itakuwa ni d over r times 9 times g. Kwa hiyo ndio uhusiano ambao tunakuwa tunaopata kutokana na nani? Na depth. Again yenyewe tunakuwa tunaona kwamba g ni constant katika surface, na huyu pia ni constant, na huyu pia ni constant. Lakini tuna value kutoa hichi kitu. Lakini tunaona kwamba d inapozidi kuongezeka, depth inapozidi kuongezeka, kadri tunapozidi kuingia ndani kabisa ya dunia, tunasema acceleration due to gravity inakuwa inafanyaje? Inakuwa inapungua. Kwa hiyo tunasema kwamba inazidi kupungua, maana kwamba ukifikia at the surface, ukifikia kwamba labda huko kwenye surface utafikia kabisa katikati kabisa ya dunia, tunasema radius ambayo hii distance yetu itakuwa ni sana nani? Itakuwa ni sawa na r. Kwa hiyo itakuwa ni sawa na r. Kwa hiyo tukiweka pale r kwamba g at the center itakuwa ni sawa na g minus depth yetu. Kale ka distance kutoka surface mpaka hapa katakuwa ni sawa na r over r kwa g. R na r watacancel. Tunasema at the center acceleration due to gravity inakuwa ni sawa na ngapi? Na 0. Inakuwa tunaonyesha katika nini? Katika uhusiano. Kwa hiyo hiyo ni sehemu yetu ya pili ya kuonyesha kwamba pia acceleration due to gravity kutokana na depth inakuwa inapungua. Then tunakuja kwenye namba 3 ambayo ni variation of g due to the shape of the earth. Asa kwa tunasema kuna variation of g due to the shape of earth. Asa tunasema dunia namna ambapo inakuwa imekaa, it is not spherical in shape. Kwamba dunia namna ambapo imekaa, dunia inakuwa imekaa kama tufe katika namna ambayo imekaa namna ile pale. Ni namna ambayo imekaa katika namna ile pale. Kwa hiyo sio exactly spherical. Maanisha kwamba hapa ndo poles, kwa hiyo ndio north pole na south pole, na hapa ndo equator yetu. This is our equator. Kwa hiyo kutoka katikati ya dunia mpaka hapa tunasema this is the radius ya equator. Kutoka hapa mpaka hapa. Na kutoka hapa mpaka hapa tunasema hapa ni radius ya radius ya pole. Kwa hiyo kutoka hapa mpaka hapa this is the radius of what? Radius of pole. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba radius ya equator ni mkubwa kulinganisha na radius ya pole. Radius ya equator ni mkubwa kulinganisha radius ya pole. Sasa uhusiano wetu unasemaje? Uhusiano ambao tumetoka nayo tumesema kwamba g ni sawa sawa na na constant mass ya dunia, lakini over radius. Ukifanya hiyo kim square, radius kim square. Sasa tutakuja kuona kwamba acceleration due to gravity pamoja na radius, sasa hivi vitu ni constant, tunasema ni inversely proportional. Kwamba g is inversely proportional to radius kim square. Kumaanisha kwamba radius ikiwa ndogo, acceleration due to gravity inakuwa ni sana ni kubwa, value yake inakuwa inaongezeka. Lakini radius ikiwa inaongezeka, tunasema acceleration due to gravity inakuwa inafanyaje? Inakuwa inapungua. Kwa maana hiyo kwamba radius ya equator ambayo ni kubwa, tunasema acceleration due to gravity kwenye equator inakuwa ni ndogo, na kwenye radius ambayo ni pole ambayo radius yake ni ndogo, tunasema acceleration due to gravity kwenye pole inakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo tunasema radius ya equator ni mkubwa kuliko radius ya pole. Basi kama radius yao ni mkubwa, acceleration due to gravity ya equator ni ndogo kulinganisha na acceleration due to gravity katika katika pole. Kwa hiyo hapa
mathematical expression kubwa ambayo tunaangalia tu sana ambayo tunauona nani kwa kutafuta g. Kwa hiyo tunaweza tuka comment radius inakuwa ina variation namna gani, variation inakuwa ina tofauti katika kiasi gani. Kwa hiyo tunasema ukiwa kwenye equator unapoenda kwenye pole, acceleration due to gravity hapo inakuwa ina change, lakini inakuwa ina change by small amount, haichange katika kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kuna utofauti mdogo sana wa acceleration due to gravity, ambapo wanasema approximate acceleration due to gravity katika poles ni 9.83 meter per second square. Hii ni acceleration due to gravity katika pole, na 9.78 meter per second square. Hii ni acceleration due to gravity kwenye equator. Kwa hiyo kuna utofauti kidogo wa acceleration, kwa variation sio kubwa sana ya acceleration due to gravity. Asa the last one tunaangalia variation of g due to rotation of the earth. Kwa hiyo kitu cha mwisho cha variation tunaangalia kutokana na nani, na rotation inakuwaje. Variation of g due to rotation of earth. Kwa mfano tuchukue dunia yetu, this is the earth, lakini kunayo axis hapa. Kwa hiyo hapa tunaangalia dunia ikiwa inajizungusha yenyewe. Sababu tunasema dunia inakuwa inajizungusha kwenye miradi. Kwa hiyo kuna dunia hapa inazunguka, lakini kwa velocity fulani ambayo tunasema ni omega, angular velocity. This is the angular velocity ya nini? Kutokana na nini? Na rotation ya dunia. Suppose tuna body yetu hapa. Ambayo hii body inakuwa ina mass m. Then this is our center. Kwa hapa ni katikati kabisa, ambapo tunasema ndio equator, hapa ndio katikati, then kuna line hapa ambayo imepita nini? Ni equator. Kwa hiyo tunasema force ambazo zinapatikana katika hapa, kwanza iko vertically downwards, ambayo ndio weight ya body, kwamba dunia inakuwa inaivuta ile body kwa weight, ambayo tunasema inakuwa inaelekea hapa toward the center, ambapo tunasema kuna nani? Kuna mg, ipo mass times acceleration due to gravity. Lakini tunasema kutokana na dunia yenyewe kujizungusha, rotation, kwamba baba inajizungusha, inaenda inazunguka namna ile pale, then na huko inazunguka namna ile pale, kwamba hii body inakuwa hii body yetu inazunguka. Kwa hiyo kuna radius hapa, kutoka mpaka hapa kuna radius ambayo ni r mdogo, yes, hapa. Kwa hiyo tunasema ipo force ambayo tunasema ni centrifugal force, ambayo tunasema iko in magnitude na centripetal force, nafanana katika magnitude na centripetal. Kwa hiyo kuna force ambayo ina move away na push body away from in circular path, ambayo inakuwa given by mass ya body, radius ambayo ni hapa mpaka hapa, lakini tunazidisha hapo na nani? Na angular velocity kufanya kim square ile pale. Kwa hiyo tunasema pia kuna kaengo hapa, kwamba hapa ni equator, tunasema angle yetu ni 0, lakini hapa kuna latitude fulani, kwamba kutoka mpaka hapa tuseme this is nani? Lambda, kwamba lambda chetu. Kuna kaengo pale, ambapo pia ndio kutoka mpaka hapa kuna kanani? Kuna lambda pale, lambda. Sasa tukimresolve huyu au tukimtafutia thamani ya huyu ya weight, ili tupate kwamba thamani ya katikati zinakuwa force zinakuwa zipi za kulia katikati, tunasema huyu tunamtafutia pia thamani yake huko hivi, kwamba hapa kuna kale ka kitu kale. Kwa hiyo unasema hapa kuna lambda, lakini pia hapa nini? Kuna lambda. Kwa hiyo huko juu na yenyewe pia kuna nani? Kuna lambda yetu hapa, lambda hii. Kwa hiyo tukiapply cos ya angle tunasema nini? Ni adjacent of hypotenuse. Kwa hiyo tukichukua huyu hapa times cos ya angle tunapata thamani ya wapi? Ya huku hivi. Kwa hiyo tunasema katika huku value huku inakuwa given by mass ya body, radius omega kim square, lakini tunazidisha hapo na nani? Na cos ya angle, ambayo inakuwa ni cos ya lambda. Basi tunasema kwamba hizi force mbili kuna net force, kwamba kuna force ambayo inakuwa toward the center, lakini kuna force ambayo ina move away from the center. Kwa hiyo tunapata nini? Net force katika pale vile, ambapo net force tunasema inakuwa ni sana na weight ya body, lakini tuna minus nani? Mass ya body times the radius times angular velocity, tunazidisha hapo na nani? Na cos ya angle. Lakini according to Newton, net force ni sana nani? Na mg. Kutokana na Newton, force ni sana mg. Kwa hiyo tunasema mass times acceleration due to gravity kutokana na rotation, let's say mg, inakuwa ni mg dash, inakuwa ni sana weight ya body minus mass ya body times radius times omega kim square cos ya nani? Cos ya angle. Basi mass na mass wana cancel, tunapata kumbe acceleration kutokana na rotation inakuwa given na acceleration ya nani? At the surface tuna minus nani? Radius times omega kim square times cos ya nani? Cos ya angle. Kwa ndio uhusiano ambao tunakuwa tunaupata.
Then tunasema tunaweza tukakaelezea hapa ka small r, radius kanakuwa ni sana 8. Kwa radius hapa tukikatrace vizuri, tunasema mpaka hapa ni ka radius kadogo ambapo ni kutoka mpaka hapa. Then hapa ndo katikati ambayo hii inakuwa ni radius ya dunia. Kwa kutoka mpaka hapa ndo radius ya dunia. Then kuna hako kaengo ambapo tumesema ni kanani? Ni ka lambda. Lambda. Kwa hiyo tunasema tukiapply uhusiano hapa na hapa na hapa, tuna apply ni cos ya angle. Kwa hiyo tunasema cos ya angle inakuwa ni sana na adjacent ambayo ni r of hypotenuse ambayo ni radius ya dunia. Kwa hiyo small r inakuwa ni sawa na radius, then cos ya nani? Cos ya lambda. Kwa hiyo tunaweza nini tukamsubstitute hapa. Kwa hiyo tukasema kumbe acceleration due to gravity inakuwa given by g minus, kutakuwa kuna r, then cos ya nani? Cos ya lambda, omega of m square, then cos ya nani? Cos ya lambda. Kwa cos na cos wanakuwa ni cos square. Kwa hiyo tunasema g dash inakuwa ni sawa na g minus, itakuwa kuna radius ya dunia, then cos square ya lambda, then omega kufanya omega of m square. Kwa hiyo tukimarrange vizuri hapa, cos angle awe mwishoni kwenye kumandika, kwa hiyo itakuwa ni sawa na nini? Omega square, then cos square ya nani? Lambda. Kwa hiyo huu ndio uhusiano wa acceleration due to gravity kutokamana na nani? Na rotation ya nini? Ya dunia. Kwa hiyo nasema kwamba tunaweza tukaiulizia kwa mfano at the equator. Katika equator tunasema angle yetu inakuwa ni sawa na ngapi? Angle yetu ni sawa na 0, sababu tuko hapa kwenye equator. Sawa, angle ni sawa na 0. Kwa hiyo tunasema kumbe g ya equator inakuwa ni sawa na ngapi? Kutakuwa kuna g minus r w square, lakini tunasema cos ya angle ambapo cos ya 0 ni ngapi? Cos ya 0 ni 1. Kwa hiyo kim square inabaki tu ile 1. Kwa hiyo acceleration due to gravity kwenye nani? Kwenye equator inapatikana kutoka nini? Kwenye uhusiano. Lakini pia kuna acceleration due to gravity kwenye nani? Kwenye pole. Kwa the poles tunasema lambda inakuwa ni ngapi? 90. Kwa kama lambda inakuwa 90, tunasema acceleration due kwenye pole inakuwa given by what? Cos, tukiweka cos ya 90 hapa inakuwa ni 0. Ukimzidisha mara 2 ni 0. Ukizidisha kwa chochote inakuwa ni 0. Kwa hiyo tunasema acceleration due to gravity kwenye pole inakuwa ni sawa na nini? Acceleration due to gravity ambayo inakuwa ni nani? Inakuwa ni g. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kadri unavyo katika pole acceleration to gravity ni kubwa, lakini kadri unavyozidi kwenda kwenye nini? Kwenye equator acceleration to gravity inakuwa inapungua kwa sababu ni g minus kitu fulani minus kitu fulani. Kwa hiyo tunasema acceleration to gravity inakuwa ina vary. Kwa kama tuna latitude fulani ambayo tunaitafutia, tunakuwa tunaisubstitute tu hapa, tunaweza kupata acceleration to gravity kwenye hiyo latitude inakuwa ni kiasi gani. Kwa sababu hapa tunasema hapa ndo tunatokea hapa kutoka kwenye sifuri, then hapa ndo kwenye equator tumesema thamani yake inakuwa ni ndogo, lakini kadri tunazidi kwenda acceleration to gravity inazidi kuongezeka, then tukifika kwenye nini? Kwenye pole tunasema tunapata nini? G kama nani? Kama g. Kwa hiyo hiyo ndio kesi ya nani? Ya rotation acceleration to gravity kutokana na rotation of the earth.